Idha kana nasibu dhakar dhifu al-untha, kwa nini imekuwa kiwango anachorisi mwanamme ni mara mbili kuliko mwanamke? Yani kwa nini mwanamme achukue mirathi mara mbili zaidi ya mwanamke? Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu adhil unthayain, na kusieni kwamba mwanamme achukue mara mbili ya mwanamke. Kwa hiyo kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka hivi? Je, ndani yake kuna upendeleo au kuna kitu gani ndani yake? Na kama tunavyojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasifika na sifa ya uadilifu, na katika majina yake matukufu basi yumo jina lake ambalo anajisifu kwamba yeye ni mwadilifu. Sasa kwa nini yake hivi? Kwa hiyo mwenye kitabu anasema qad yatasaalu al-ba'd, huenda wakajiuliza baadhi ya watu, limadha utiyatil mar'atu nisfa nasibi ar-rajul, kwa nini umempa mwanamke nusu ya kiwango cha mwanamme, ma annaha adhafu minhu wa ahwaju lilmal, wakati tunajua mimi na wewe kwamba mwanamke ni mtu aliyekuwa dhaifu kuliko mwanamme, wa ahwaju lilmal, na vile vile anahitaji zaidi ile mali. Kwa nini umempa mwanamke nusu ya kiwango cha mwanamme, ma annaha adhafu minhu, wakati tunajua kwamba huyu mwanamke ni dhaifu kuliko mwanamme, wa ahwaju lilmal, na vile vile anahitaji sana mali. Mwanamke hawezi kufanya kazi, kwa nini sasa mali apewe kidogo kuliko mwanamme? Mwanamme anaweza kujitafutia mali. Sasa tunaambiwa waljawabu, na jawabu sasa, anna shari'ata al-islamiyya, hakika sheria ya Kiislamu, qad farraqat bainahuma fil irthi, hakika imetofautisha baina ya hawa watu wawili katika kurithi, lihikami kathiratin, kwa hikma zilizokuwa nyingi. Yani kuna hikma zilizokuwa nyingi ambazo zimepelekea mpaka mwanamume akapewa mara mbili ya mwanamke. Nadhkuru minha, basi tunazitaja baadhi yao. Awalan, ya mwanzo, anna almar'ata, hakika ya mwanamke, makfiyatun almaunatun walhajatu, almaunatu walhaja, yani mwanamke anatosheleka au anatoshelezewa zile haja zake moja kwa moja. Yani mwanamke haja zake zinatoshelezeka, maana yake haja zake, mambo anayohitaji anapewa, kuna mtu ambaye anampa. Fanafaqatuha wajibatun ala ibniha, basi tunaambiwa nafaka yake, ile kulishwa kwake, mambo anayohitaji yeye mwanamke, wajibatun ala ibniha, ni wajibun kwa yule mwanawe, ni wajibun kwa mwanawe. Maana mwanamke yoyote yeye chakula ataletewa na mwanawe, au abiha, au ataletewa na baba yake, au akhiha, au ataletewa na kaka yake, au ghairihim min al-aqarib, au mwingineo miongoni mwa watu wa karibu. Kwa sababu hii sasa ndiyo ikapelekea mwanamke apewe kidogo kuliko mwanamme, kwa sababu yale mambo anayohitaji yeye yanamwajibikia mwanawe ndiyo ampe, na vile vile inamwajibikia baba yake ndio ampe, au ndugu yake, au ghairihim min al-aqarib, au wengineo miongoni mwa watu wa karibu. Kwa hiyo mazali yeye atakuwa hahitaji kitu kingine isipokuwa ile kupewa vyakula, makazi, kuvishwa. Kwa hiyo haina haja ya kumpa pesa nyingi. Kwa hiyo tutampa kiwango kidogo, yani kiwango chake itakuwa ni nusu ya mwanamme. Thaniyan, dalili ya pili, almar'atu la tukallafu bil infaqi ala ahadin, mwanamke halazimishwi yani kulisha kwa mtu yoyote. Yani mwanamke halazimishwi amlishe mtu yoyote yule, halazimishwi hata siku moja. Bikhilafi rajul, tofauti na mwanamme, fa innahu mukallafun
kwani mwanamme yeye anakalifishwa bil infaqi, kuwalisha ala al-ahli, kwa wale watu wake katika nyumba. Mwanamme inamwajibikia yeye alishe watu katika nyumba. Kwa hiyo yeye tutampa kingi zaidi kwa sababu ile mali atawalisha watu katika nyumba, lakini mwanamke yeye halishi watu katika nyumba, kwa hiyo haina haja ya kupewa kilichokuwa kingi. Wal aqribai, na vile vile anawalisha watu wake wa karibu. Kama alichukua wafanyakazi, yeye ndiye atakayekuwa anawalipa. Hata kama yule mfanyakazi amechukuliwa na mwanamke, mwanamume yeye ndiye atakayekuwa analipa. Wa ghairihim mimman tajibu alaihi nafaqatuhu, na wengineo ambao inawajibikia wao watoe zile nafaka, yani wapewe zile nafaka. Kwa hiyo mwanamume yeye ndio anastahili kuwalisha wale wote, lakini mwanamke hastahiki kuwalisha mtu aina yoyote. Hiyo ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, nafaqatu rajuli akthar, mahitaji ya mwanamume ni mengi. Nafaqatu rajuli akthar, mahitaji ya mwanamume ni mengi. Waltizamatuhu almaliya adhkham, na ile kuzingatia ile mali, mambo yanayohitaji, adhkham, ni yalokuwa makubwa zaidi. Fahajatuhu ila almal akbaru min hajati almar'a, kwa hiyo ile haja ya kuwa na mali nyingi lazima awe nayo mwanamume kuliko kuwa nayo mwanamke, kwa sababu yeye ana mahitaji mengi ambayo anayafanya katika jamii. Kwa hiyo kwa sababu kama hizi inapelekea kwamba yeye apewe mali iliyokuwa nyingi kuliko mwanamke. Na unaweza kuona hizi kama zinaingiliana baina ya pili na ya tatu, kama inaingiliana. Rabian, jambo la 4, ar-rajulu yadfa'u maharan, tunaambiwa mwanamume analipa mahari lizauja, kwa mwanamke. Wa yukallafu binafaqati as-sakni, na anakalifishwa kutoa nafaka za nyumba. Manake mwanamume akishaposa au akishaoa, maana yake yule mkewe anamkalifisha, inakuwa kwake yeye ni lazima, anamtegemea kumlisha au kutoa nafaka katika ile nyumba. Wa bil matam, na vile vile kumpa chakula, manake anamtafutia makazi, as-sakan, manake makazi, wal matam, na vyakula, wal malbas, na vile vile nguo lazima mvishe, lizaujati wal auladi, basi vitu hivi vyote unaambiwa anawapa wake pamoja na watoto. Kwa hiyo kama mwanamume yeye anapopata ile pesa, anaporithi, manake lazima aitafutie, yani lazima awatafutie makazi wake zake na watoto wake, lazima awalishe, lazima awavishe. Kwa hiyo manake lazima yeye apate pesa nyingi kuliko mwanamke, tofauti na mwanamke. Mwanamke haimwajibiki kitu chochote. Mwanamke hata akiwa ana pesa, basi kwake yeye sio lazima kuishughulikia nyumba. Kwake yeye inakuwa ni yani akitaka tu mwenyewe ataishughulikia nyumba, lakini kama hajataka, mwanamume lazima afanye kila kitu katika nyumba. Khamisan, sababu ya 5, ujuru ta'limi lil aulad, yani ujira wa kusomesha watoto. Yani mwanamume yeye ndo anastahili kulipa ada ya kusomesha watoto, halipi mwanamke. Watakalifu ilaj, na vile vile kulipa yale ilaji, yani mtu anapoenda kutibiwa, matibabu. Takalifu ilaj, yani yale matibabu ambaye anastahiki kutoa matibabu. Wadawau, na kununua dawa. Lizaujati wal abnai, kwa mke na watoto. Manake mume mali yake inamwajibikia yeye awalipie watoto ili wasome, na vile vile inamwajibikia yeye pale wanapoumwa kwamba yeye lazima wapeleke hospitali kwa watoto pamoja na mkewe. Yadfa'uha ar-rajul duna al-mar'ati, kwa hiyo mambo haya yote analipa mwanamume bila mwanamke. Na kama tulivyosema, mwanamke hata awe na mali vipi, yeye haimwajibiki kitu chochote, bali akitoa inakuwa ni kama sadaka, lakini mwanamume ndio anamwajibikia afanye mambo yote. Ila akhiri ma hunalika min almasarifi wan nafaqat. Kwa hiyo na mengineyo, hata mwisho tukenda ma hunalika min almasarifi wan nafaqat, hakuna mambo ya zaidi na vile vile nafaka, mahitaji ya zaidi, allati hiya ala kahili rajul, ambayo yapo juu ya mgongo. Kahil manake mgongo, juu ya mgongo wa mwanamume.
wallati yukallafu biha bimuqtadhi ash-shar'iyyati al-islamiyya al-gharra, ambayo inakalifisha yani matakwa au zumuni la sheria ya Kiislamu al-gharra, iliyokuwa safi, wa bi amri al-hakim al-alim, na kwa amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kwa hiyo tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yani mwanamume yeye ndio anastahili kulisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Manake na atoe mtu anavyoweza kutokana na uwezo wake. Wa man qadira alayhi rizquhu, na yoyote atakayekadiriwa kile kiwango alichokuwa nacho, falyunfiq mimma ataahu Allah, basi atoe kwa kile kiwango ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia, asikalifishe nafsi. Na ndiyo maana katika kutoa sadaka, mtu anatoa sadaka kiwango chochote kile ambacho yeye alichokuwa nacho, hakalifishi kwamba mtu lazima atoe kiwango fulani. Wa min hadhihi an-nadharatu al-hatifa, na kwa kuangalia mtazamo huu ambao upo juu, mtazamo huu tulouangalia, yatabayanu lana hikmatallahi aljalila, inabainika kwetu sisi ile hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu, fi tafriqi baina nasibi dhakari wal untha, katika kutofautisha baina ya kiwango anachorithi mwanamume na mwanamke. Fakullama kanat an-nafaqatu ala shakhsi akthar, yani jinsi kila yanapozidi yale mahitaji kwa mwanamume yanapokuwa mengi, mwanamume kila anapohitaji mambo yaliokuwa mengi, waltizamati alaihi akbar wa adham, basi vile vile yeye ndio anamwajibikia yani ile kuzingatia mambo yanakuwa ni mengi kwake yeye. Yani akiwa mtu anatakiwa atoe mahitaji kwa watu wengi, basi na yeye lazima inamwajibikia awe anazingatia wale watu, kwa sababu itakuwa ni wengi. Kwa hiyo jambo kubwa litakuwa linamwajibikia yeye. Istaaqa bimantiqi al-adli wal insaf an yakuna nasibuhu au an yakuna nasibuhu akthara wa awfar. Kwa hiyo imestahiki kwa kuangalia uadilifu, wal insaf pia manake uadilifu, an yakuna nasibuhu, iwe ile kiwango chake, akthar wa awfar, ni kiwe kingi na kiwe chenye kutosha. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanamume yeye inakuwa anahitaji mambo mengi anayafanya katika jamii. Kwa hiyo lazima yeye apewe kiwango kilichokuwa bora zaidi kuliko mtu mwingine. Hiyo ndio sheria ilivyoona, na ndio maana mwanamume ikampa achukue mara mbili ya mwanamke. Japokuwa wanawake wanaona kwamba labda wanaonewa au vipi, lakini baadaye tutaona mifano ili tuangalie mwanamke akipewa kile kiwango kidogo atakuwa anaonewa au vipi. Yani tutaona kwamba mwanamke kile kiwango alichopewa kidogo, lakini kwake yeye ni kikubwa kuliko cha mwanamume, tutaona mbele. Wama anna al-islama, na pamoja tunapoona Uislamu, a'ta dhakar, umempa mwanamume dhifa al-untha, mara mbili ya mwanamke, fa innahu ma'a dhalika, basi tunaambiwa pamoja na hayo, ghamara al-mar'ati bi rahmatihi wa fadlihi, umemziba mwanamke, umemwangalia mwanamke bi rahmatihi, kwa ile huruma yake ya Uislamu, wa fadli, na utukufu wake. Yani Uislamu bado umemwangalia mwanamke, wa ataha fauka ma kanat tatasawwar, na ukampa mwanamke kile ambacho yeye hataja kizingatia katika maisha yake, wala hakioni yeye unapomwambia kwamba yeye anapata kitu kidogo. Yani yeye mwanamke kapewa kitu kilichokuwa kizuri zaidi bila ya mwenyewe kujua. Fahia, basi nakuwa yani katika hali hiyo, murafahatun, yani anakuwa anayo maisha mazuri pale anapopewa kile ambacho anakiona yeye ni kidogo, basi aelewe kwamba mwanamke yupo katika maisha mazuri. Wa munaamatun, na vile vile yupo katika neema, akthar min ar-rajul, kuliko yule mwanamume. Yeye mwanamke anahisi kwamba amepewa kitu kidogo, lakini tunaambiwa kwamba yeye murafahatun, yeye yupo katika maisha yaliokuwa mazuri. Wa munaamatun, na vile vile yupo katika neema, akthar min ar-rajul, kuliko mwanamume. Liannaha, kwa sababu yake yeye, tusharikuhu fil irthi, ameshirikishwa katika mirathi.
anarithishwa, wakati tunajua mwanzo alikuwa harithi, alikuwa hapati kitu chochote. Kwa hiyo jambo la mwanzo alikuwa harithi, lakini sasa hivi Uislamu mwambia anarithi. La pili unaambiwa duna an tataammala shay'an min at-tabaati, yani yeye anarithishwa bila ya kupata, ya kubeba, tataamal, kupata au kubeba, shay'an min at-tabaati, yani kitu chochote cha tabu. Mwanamke anarithi bila ya kupata tabu yoyote. Yeye anakaa nyumbani, mzazi wake amefariki, anarithi bila tabu yoyote baada ya kufariki yule mzee. Fahiya ta'khudhu wala tunta au wala tunti, yeye anachukua mali wala haitoi kwa mtu mwingine. Mzazi amefariki, akiambiwa mwanamke anachukua 500,000, mtoto wa kiume anachukua 1,000,000. Ile 500,000 baada ya kuichukua, wala tunti, wala hampi mtu mwingine, ile ni mali yake moja kwa moja, haimwajibiki kama akawalishe watu au akawavishe watu au ajihudumike yeye, sio lazima kwake. Kwa hiyo yeye anachukua, wala tunti, wala hampi mtu mwingine. Wataghnamu wala taghramu, na vile vile anatajirika wala hapati gharama, yani wala hafilisiki. Kwa hiyo kama alikuwa hana pesa, sasa hivi amepewa pesa, ameshakuwa tajiri, wala hafilisiki, manake wala haitoi ile pesa kwa mtu mwingine. Watadakhiru, na anaihifadhi. Tadakhiru manake kuhifadhi mali, na anaihifadhi sehemu anayoitaka yeye, duna an tadfa shay'an min nafaqati, bila ya kulipa kitu chochote miongoni mwa mahitaji katika nyumba. Mwanamke baada ya kupewa pesa, yeye anaihifadhi bila ya kulipa kitu chochote, bila ya kulisha, bila ya kufanya kitu chochote katika nyumba. Au tushariku rajul fi takalifi al-aish, na vile vile hawezi hata kushirikiana na mwanamme katika yale matakwa au yale mahitaji katika maisha, wa mutatallibati al-aya, na vile vile katika yale mambo ya lazima katika maisha. Kwa hiyo mwanamke haimwajibiki mambo haya. Kwa hiyo kama haimwajibiki mambo haya, maana yake yeye anachopewa ni kingi kuliko mwanamme. Kwa sababu mwanamme anapopata ile pesa, tuchukulie mwanamme amepewa 1,000,000, mwanamke 500,000, basi huyu mwanamme ile 1,000,000 inaweza ikesha ya mwanamke haijesha, kwa sababu yeye ndio anaulisha katika ile nyumba. Yule mwanamke aliyopewa 500,000 akitaka chakula atakuwa anamdai kaka yake aliyepewa 1,000,000. Kwa hiyo zile pesa zitakuwa zinaenda kwake mwenyewe, anahitaji yeye kuvishwa, atakuwa anamwambia kaka yake. Kwa hiyo maana yake yeye ile 500,000 itakuwa amepata nyingi kuliko mtu mwingine. Wa shari'atul islamia, na sheria ya Kiislamu, la tujibu ala almar'ati, haimwajibiki mwanamke, haijamwajibisha mwanamke, antumfika shay'an min maliha, kutoa kitu chochote miongoni mwa mali yake. Mwanamke haijamwajibisha sheria au haijamwajibikia sheria kwamba yeye lazima awalishe watu katika nyumba, lazima yeye awavishe watu katika nyumba. Ala nafsiha, haijamwajibikia juu yake yeye nafsi yake mwenyewe, au auladiha, au wanawe. Mahma kanat ghaniyatan musira, japo au vyovyote atakavyokuwa yeye ni tajiri wa hali ya juu. Maujudi zauji, pamoja na kuwepo mume. Manake mwanamke anapokuwepo mume, yeye haimwajibiki kitu chochote. Liannahu, kwa sababu ya huyo mume, huwa almukallafu bin nafaqati alaiha, yeye ndio inomwajibikia apeleke nafaka juu yake, wa ala jamii al-auladi, na juu ya watoto wote. Fi sakani, katika nyumba, yani katika juu ya kumtafutia nyumba, wal mat'ami, na vyakula, wal malbasi, na mavazi, kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Haya, sasa mlango huu tukiuangalia kwamba ulikuwa unazungumzia jinsi gani mwanamume anapata mara mbili ya mwanamke. Sasa hii aya, wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, inaanza kusema katika suratul Baqara, inaanza kusema walwalidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mwenyezi Mungu anasema walwalidatu, na wanawake wa kike ambao walokuwa washazaa, yurdhi'na auladahunna, watawanyonyesha watoto wao, haulaini kamilaini, miaka 2 kwa ukamilifu, liman arada an yutimma ar-radha'a,
kwa yule ambaye anahitaji kukamilisha yule mtoto anyonye kwa ukamilifu. Kwa hiyo kwanza tunapata kuona kwamba mtoto inamwajibikia au inamwajibikia mama amnyonyeshe mwanawe miaka 2 kamili. Na akimnyonyesha miaka 2 kamili, maana yake hapa ametimiza ile miaka aliyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini inawezekana akamnyonyesha mwaka mmoja halafu akamwachisha akasema basi. Lakini akitaka maana yake lazima amnyonyeshe miaka 2. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia. Sasa katika kunyonya, kama tunavyojua, mtoto inamwajibikia anyonye kwa mzazi wake, kwa mama yake. Lakini unafika wakati inawezekana mama mtu hawezi kumnyonyesha mwanawe kwa sababu tofauti. Inawezekana anaumwa mwanamke, yani mama mtu baada ya kujifungua anaumwa. Kwa hiyo haiwezekani tena yeye akaweza kumnyonyesha mwanawe. Mwanawe ataenda kunyonyeshwa na mtu mwingine. Ima tutamkodi mtu, tunamwajiri mtu amnyonyeshe, au wake, mfano mke wa rais au mke wa mfalme ana uwezo wa kumnyonyesha mtoto, lakini inaangaliwa ile kaida au ada ya watu, mke wa mfalme hawezi akamnyonyesha mwanawe. Kwa hiyo mke wa mfalme baada ya kujifungua, inawezekana na wafanyakazi, wale wafanyakazi ndio watamnyonyesha yule mtoto. Au mtoto amezaliwa halafu mama mtu amefariki, kwa hiyo manake yule mtoto lazima tumtafutie mtu ambaye atamnyonyesha. Kama tunavyoona Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amenyonyeshwa na watu wengine. Kwa hiyo wale ambao wananyonyesha au mtu ambaye amenyonyeshwa na mtu mwingine, maana yake pale, au tunasema mpaka mtu haisabiki amenyonya kwa mtu mwingine, maana yake akuwepo mambo matatu. La mwanzo lazima akuwepo al-murdha, yule ambaye ananyonyesha. La pili akuwepo ar-radhi'u, ambaye ananyonyeshwa. Halafu la tatu lazima pakuwepo al-laban, yale maziwa ambayo yananyonyeshwa. Maana yake isije kuwa mtoto nasema amenyonyeshwa wakati alomnyonyesha kumbe hana maziwa. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima mambo matatu ya kuwepo. Na kisha kuwepo mambo haya matatu, mtoto amenyonya sehemu nyingine, ndipo inapita ule uharamu kwamba yule mtoto hawezi kwenda kuoa katika ile sehemu. Sasa nini maana ya kunyonya? Kunyonya tunaambiwa kilugha hiya al-imtisasu athadi, ni ile kunyonya zile chuchu za mwanamke. Manake mtu akinyonya pale manake amehesabika amenyonya. Lakini kisheria ni kunyonya mtoto mdogo ambaye lam yablughul fisam, ambaye hajaachishwa, hajatimiza miaka 2. Manake mtoto tangu anapozaliwa mpaka akiwa hajatimiza miaka 2, katika kipindi hichi akenda sehemu yoyote ya mwanamke kunyonya, manake yeye amehesabika amenyonya. Lakini akishazidi miaka 2 na siku 1 na kuendelea mbele, huyu haisabiki kama amenyonya. Yani haisabiki moja kwa moja katika sheria ya Kiislamu kwamba amenyonya na imeenea kwake yeye uharamu. Sasa mtoto baada ya kunyonya, maana yake hizi nguzo 3 tulizozitaja, kila nguzo ina masharti yake. Tukianza mfano al-murdhi, mwenye kunyonyesha, lazima kwanza awe adamia untha, lazima awe kwanza ni mwanadamu tena wa kike. Haiwezekani mtoto tujesema eti amenyonyeshwa na mwanamume hata siku moja. Maana yake lazima aliyemnyonyesha awe ni mwanamke tena awe ni mwanadamu. Kwa hiyo sio haramu mtoto kunyonya maziwa ya wanyama, yani akapewa maziwa ya wanyama, lakini endapo atanyonya maziwa ya mwanamke, basi hapo moja kwa moja ule haramu unakwenda. Manake huyu mtoto inakuwa ni haramu kwake yeye kuoa katika ile sehemu moja kwa moja, kwa sababu amenyonya, ni kama ndugu yake. Jambo la pili, huyu anayenyonyesha la budda an takuna thayyiban, lazima awe yeye ni mjane. Haiwezekani anayenyonyesha awe ni bikra hata siku moja. Anayenyonyesha ambaye atakuwa anatoka maziwa, maana yake lazima awe thayyiban, awe ameshakuwa ni mjane. Bikra hawezi katoka maziwa. Na katika sheria ya Kiislamu tutakapokuja kusoma baadaye, tutaangalia nini maana ya bikra. Kwa sababu bikra inawezekana
yani ikatambulikana hata mwanamke ambaye ameshazaa watoto mazali hajaolewa katika Uislamu, kuna sehemu anahesabika kwamba yeye ni bikra. Kwa hiyo anayenyonyesha la budda an takuna thayiban, ni lazima awe ni mjane. Haiwezekani bikra kuwa yeye anaweza kunyonyesha. Ndio kawaida, yani tunavyojua kwamba mtoto mdogo ambaye hajaolewa hawezi kunyonyesha. Kwa hiyo sharti la pili, lazima anayenyonyesha lazima awe thayiban. Na sharti yake la tatu, anayenyonyesha huyu mwanamke awe hayatun ghairu maita, maana yake yeye awe yupo hai na sio maiti. Kwa hiyo maana yake tukishaona mambo hayo matatu, basi hapo anayenyonyesha itakuwa kwake yeye yani yale masharti yake yametimia. Tunaangalia sharti ya pili ambaye ananyonya. Sharti ya pili al-laban, au tunasema ar-radhi'u. Kwanza yule anayenyonyeshwa sharti yake kubwa ni moja tu, awe hajatimiza miaka miwili. Awe hajatimiza miaka miwili basi, kama tulivyosoma ile aya. Na Mwenyezi Mungu kuna aya nyingine anasema wafisaluhu fi amain, na katika kunyonyeshwa kwake yani kuachishwa mtoto mwisho ni miaka miwili, yani ananyonya mpaka miaka miwili. Kwa hiyo mtoto sharti yake kwamba yeye awe hajatimiza miaka miwili. Huyo almurdhi au arradhi itakuwa amemaliza. Sasa tuangalie al-laban, yale maziwa ambayo yananyonyeshwa. Ili mtoto uende uharamu katika ile sehemu aliyonyonya, yale maziwa unaambiwa lazima an yasila al-laban ila jawfi at-tifl. Yale maziwa lazima tuhakikishe yamefika katika tumbo la mtoto. Yani baada ya kunyonyeshwa tuhakikishe kwamba haya maziwa yamefika katika tumbo la mtoto. Kama hajafika, basi hapo patakuwa yani hajanyonya. Sasa tunaambiwa kwamba inawezekana mtoto amenyonya maziwa, baada ya kufika tumboni pale pale akatapika. Basi tunaambiwa al-ibra, yani jambo linalozingatia hapa, hiya al-wusulu al-laban fi jawfi at-tifli, yani ni kuangalia kwamba yale maziwa yamefika katika tumbo la mtoto. Kwa hiyo hata kitapika, basi sisi tunahesabu kwamba maziwa yameshafika katika tumbo la mtoto, na yule mtoto itakuwa imeshaenea uharamu ule